Karibu tuendelee na kitabu cha Henoko. Tuko sehemu ya 14. Nikaona njia za malaika, nikatazama miisho ya dunia na nguzo za mbinguni. Nilipita kuelekea kusini, kulikuwa na moto, na usiku na mchana milima 6 iliyoumbwa kwa mawe yenye utukufu mitatu kuelekea mashariki na mitatu kuelekea kusini. Ile iliyokuwa upande wa mashariki kulikuwa na mawe ya rangi nyingi. Rangi hizo rangi za kibluu na kijivu, na nyingine ni rangi ya fedha, na zile za kusini kulikuwa na mawe mekundu. Jiwe la kati lilikuwa refu kufika mbinguni kama kiti cha enzi cha Mungu, kikiwa na rangi ya fahari na rangi ya bluu iliyokozwa juu yake. Niliona pia miale ya moto ikielea katika kila mlima. Na hapa niliona mahali katika upande mwingine wa eneo lililotanuka, mahali maji yanapokusanywa. Nikaona chemchemi za mbinguni chini katika vyumba vya moto wa mbinguni. Katika vyumba hivi niliona moto unaoendelea bila kuwa na hesabu, lakini si juu wala si chini sana. Katika visima hivi niliona eneo ambalo haliko mbinguni wala haliko duniani, wala hakukuwa na maji juu yake wala chochote, nukta za ukiwa. Tazama, niliona nyota 7 kama milima iwakayo, kama roho zilizokuwa zikinikabili. Kisha malaika akasema, sehemu hii itakuwa jela ya nyota na jeshi la mbinguni, hata wakati wa kutoeshwa kwa mbingu na nchi. Na zile nyota zinazogaragara katika moto ni zile zilizoasi amri ya Mungu, na muda wao ulikuwa umefika, kwa kuwa zilikuwa si katika majira yake. Yeye alidharauliwa nazo, na hivyo akazifunga hata kipindi cha kuhukumiwa kwa makosa yao katika mwaka wa siri. Kisha Urieli akasema, hawa ni malaika waliozaa na wanawake na kujichagulia viongozi wao, na kwa wingi wao waliwachafua wanadamu na kusababisha kutenda dhambi. Hivyo walitoa kafara kwa mashetani kama miungu. Na katika siku ile kuu kutakuwa na hukumu, na hata watakapomezwa na moto, na wake zao watahukumiwa, ambao walifanya malaika wa mbinguni waasi na kuwatii wao. Mimi Henoko niliona mfano wa mwisho wa vitu vyote. Hakuna mwanadamu aliyeona kama nilivyoona. Mungu akubariki. Tukutane katika sehemu inayofuata. Yesu Kristo yuko karibu kuja. Amen.